Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wana manabii alimlilia Elisha. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa wana wa manabii alimlilia Elisha. Akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Nawe wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Na naye Daudi amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa wake. Na naye Daudi amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa wake. Elisha kamwambia, nikufanyie nini? Elisha kamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukafate vyombo uko nje kwa jirani zako wote. Akasema, nenda ukafate vyombo uko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Vyombo vitupu wala usitake vichache. Ukayauze mafuta haya ulipe deni lako, nayo yaliyosalia utumie na watoto wako. Ukayauze mafuta haya ulipe deni lako, nayo yaliyosalia utumie na watoto wako. Kusumbua, Mungu anakuuliza leo, ni jambo gani linakusumbua? Je, wataka kufanyia nini katika maisha yako? Je, wataka kufanyia nini katika maisha yako? Usifiche fiche.